kuondoa miliki ya miungu, kuondoa umiliki wa miungu kwenye maisha yetu, kuondoa umiliki wa miungu kwenye maisha yako. Kwa hiyo hicho ndio kichwa kidogo cha leo, lakini ukumbuke maandiko yametupa ushindi kupitia damu ya Yesu. Inasema kwamba nao wakamshinda yule shetani kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao. Hivyo ninaamini ya kwamba maneno hayo ninavyoyachambua yanakuinua kwenye kupata ufahamu unaokuingizia imani ya kuinuka na kutumia ukweli huu kuweza kumiliki maeneo, kuondoa umiliki, kuiondoa miungu kwenye umiliki wa maeneo yako. Nitakupa kautangulizi kidogo. Maandiko yale yale ambayo tumekuwa tukiyatafakari, nataka nirudi pale pale. Ni Ufunuo 5 mstari ule wa 10. Mstari wa 9 unaongelea habari ya Yesu kustahili, kwa kuwa yeye ndiye aliyechinjwa, akamnunulia Mungu kwa damu yake watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa. Alafu mstari unaofuata nasema akatufanya kuwa ufalme na makuhani juu kwa Mungu wetu. Kipengele kinachofuata, nao wanamiliki juu ya nchi. Hicho kipengele, wanamiliki juu ya nchi, maana yake kwa tendo la Yesu Kristo tumepewa haki ya kumiliki juu ya nchi, ya kumiliki juu ya nchi. Lakini kumbuka, katika nchi kuna mmiliki aliyetangulia. Tumepewa kuimiliki nchi ambayo tayari ina mmiliki, na mmiliki namba 1 ni miungu ambayo imeweka watu wenye mwili kumiliki na kutawala kutoka kwenye sheria za miungu hiyo, sheria ambazo zimetoka kwenye miungu. Na kwa lugha nyingine, kwa wale watu wa kiBiblia, tumezoea kusema madhabahu. Ukisema madhabahu unaongelea habari ya miungu au Mungu. Sasa hizo madhabahu zinatoa kitu kinaitwa kiti cha utawala au kiti cha enzi, ambacho watu wanaoonekana wenye mwili kukaa kwenye hivyo viti, na wanakuwa na nguvu ambazo zinatoka kwenye ulimwengu usioonekana. Wanapokea uwezo kutoka kwenye ulimwengu wa miungu, na hapo ndipo wanatekeleza sheria mbalimbali. Safi. Sasa mwanzo kabisa tulipoanza kipindi hiki, tuliangalia kitabu cha Wafalme wa Pili, na tutapenda tusome hapo sura ya 17 mstari wa 24 hadi 27. Hapo tuliona miungu ya nchi. Miungu ya nchi. Kuna miungu ya nchi, miungu ya maeneo ambayo inamiliki makabila. Kila kabila lina eneo la jiografia, na pale kuna mungu wao ambao tunaita mzimu wao, mzimu wa familia, mzimu wa ukoo, mzimu wa kabila, na hata kuna mzimu wa taifa. Hivyo ili tufanikiwe, lazima tushughulike na hii miungu ya maeneo, miungu ya ukoo, miungu ya kabila, ambayo ni mizimu inayobebana na wachawi na waganga na yote kama hayo. Tusome mstari wa 24 na kuendelea hapo. Karibu msomaji wangu. Naye mfalme wa Ashuru akaleta watu kutoka Babeli na Kutha na Ava na Amashi na Sefaimu, akawaweka katika miji ya Samaria badala ya wana wa Israeli, wakaumiliki Samaria, wakakaa katika miji yake.
Basi ikawa wakati ule walipoanza kukaa huko hawakumcha Bwana. Angalia hapa, kuna mtawala amemshinda mtawala mwingine, na akachukua watu wa nchi ile akawahamisha, akawaleta wageni kukaa nchi ile. Sasa ambacho hawakujua kwamba lile eneo linamilikiwa na miungu ya eneo lile. Mungu wa nchi alikuwa pale. Sawa, endelea. Kwa hiyo Bwana akapeleka simba kati yao, nao akawaua baadhi yao. Kwa hiyo akamwambia mfalme wa Ashuru akasema, wana wa mataifa uliowahamisha na wakawaweka katika miji ya Samaria hawajui kawaida ya Mungu wa nchi. Kwa hiyo amepeleka simba kati yao, na tazama, wanawaua kwa sababu hawajui kawaida ya Mungu wa nchi. Bila shaka umepata jambo la kustaajabisha. Hawa watu waliyavamia maeneo kwa lugha ya Kiswahili chetu kichwa, na matokeo yake yakaanza kuleta madhara kwa wakaaji wapya, na ikawashangaza kwa nini kuna simba wamekuja. Sasa angalia miungu uweza hapa, naangalia Mungu wa kweli. Anachofanya Mungu wa kweli ndivyo ambavyo miungu ya adui huigiza. Kwa hiyo hapa Mungu alileta simba akaanza kula watu, lakini walipofuatilia wakagundua sio simba wa kawaida, sio magonjwa ya kawaida, sio majanga ya kawaida. Majanga hayo yamehusika na Mungu. Sasa kwenye mfano huo katika mazingira mbalimbali, maeneo ya makabila, maeneo ya mikoa, maeneo ya mataifa, kuna miungu inayotawala ambayo ndio inaitwa miungu ya nchi. Ukienda hapo ukataka kuanzisha biashara au miradi, na kama ujui ni mambo gani ya kawaida ya Mungu wa nchi pale, mtaji wako utauzika pale pale. Hata kama ukitaka kupeleka injili au kufanya huduma ya Mungu, kama ujui mambo gani katika eneo lile yana taratibu zipi, huduma yako itakwama na utapata matatizo. Utasema hapana, Dr. Kingu, Mungu wetu ni mkuu sana. Kumbuka umetufundisha juu ya damu Yesu. Nakubaliana na wewe. Nataka ujue hiki ya kwamba kuna vita. Maandiko yanazungumza juu ya tuna vita. Tunapambana na falme. Anasema kushindana kwetu si juu ya damu na nyama. Tunapambana na wafalme na mamlaka na wakuu wa giza na majeshi ya pepo wabaya. Ingawa tunaenda katika mwili, lakini hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili, kwa kuwa silaha zetu sio za mwili bali ziko katika roho. Kwa hiyo inaonyesha kuna vita, na hii vita ukweli ni kwamba ground yetu ya kushindia, msingi wetu ni damu ya Yesu. Na ni lazima tuchukue damu ya Yesu tuitumie kwa ajili ya kivita. Kwa hiyo sasa nataka nikupe mfano mdogo tu wa watumishi wangu Paulo na Sila, kitabu cha Matendo ya Mitume 16. Matendo ya Mitume 16. Ukianzia mstari wa 16, lakini kwa muda tutaangalia mstari wa 19 na kuendelea kidogo. Ni habari ya kijakazi mmoja wa kichawi ambaye alikuwa na pepo ya uganga. Walipoenda, Paulo akamkemea ule uganga ukamtoka, ile pepo akatoka. Kilichotokea, ile miungu ya nchi ilijitokeza kupitia watu wa jamii ile. Na hii miungu ya nchi huwa inafanya kazi kutoka katika mila, desturi, sheria na taratibu. Kwa hiyo watu wa maeneo huwa wanakukataa wewe kwa sababu unaenda na utaratibu wasiokubali, desturi mpya. Hebu soma hapo tuone madhara yaliyowapata watumishi wa Mungu. Walienda wana Mungu mkuu Jehova, walikwenda wanatembea na nguvu za Mungu,
lakini kwa sababu ya Mungu wa nchi walijikuta matatani, walijikuta taabuni. Hebu soma. Basi bwana zake walipoona ya kuwa mstari 19. Basi bwana zake walipoona ya kuwa tumaini la fedha yao limewapotea, wakawakamata Paulo na Sila, wakawakokota mpaka sokoni mbele ya wakuu wa mji. Wakawachukua kwa makadhi, wakasema, watu hao wanachafua sana mji wetu, nao ni Wayahudi. Tena wanatangaza habari ya desturi zisizokuwa halali kwetu kuzipokea wala kuzifuata, kwa kuwa sisi tu Warumi. Makutano wote wakaondoka wakawaendea, makazi wakawavua nguo zao kwa nguvu, wakatoa amri wapigwe kwa bakora. Na walipokwisha kuwapiga mapigo mengi, wakawatupa gerezani, wakamwamuru mlinzi wa gereza awalinde sana. Angalia, hawa ni watumishi wa Mungu aliye hai, wamekamatwa na mashtaka inasema hawa watu wanaeneza mambo ambayo si ya desturi zetu. Unaona, hayaendani na mila zetu, hayaendani na sheria zetu. Wanahubiri mambo ambayo hatuyataki. Maana yake miungu ilikuwa imekasirika. Kwa nini wanaongea mambo ambayo hayataki pale? Na matokeo yake iliyofanya wavuliwe nguo kwa lazima, wakapigwa mijeredi, wakatupwa gerezani, ni kwa sababu ya miungu ya eneo. Kwa hiyo kabla hujaenda kuanza lolote, iwe ni biashara, iwe ni kitu chochote, lazima ujue kuna miungu ya nchi. Na miungu ya nchi inakuwa inamiliki kuanzia mtu. Unapoenda kumwombea mtu huyo, lazima ujue ile vita yake utaichukua wewe. Mapambano yake yanahamia kwako. Maana unaenda kumuhamisha kwenye umilikwaji ambao anamilikiwa na miungu. Hiyo miungu imempa umaskini, miungu imempa magonjwa, miungu imemfanya asiolewe, miungu imemfanya asijenge nyumba, miungu imemfanya awe ni mtu mbaya, mlevi. Sasa wewe unapoenda kufungua maisha yake, unagombana na miungu ambayo imemfunga abaki hivyo. Miungu inataka afe na ajali, wewe unaenda kuyafukuza asipo kwa ajali. Kwa ile vita inakuwa ya kwako. Na ndio maana utakiwa ujue kwamba si kila vita watumishi wa Mungu wanapitia ni za kwao. Wakina Paulo hapo waliwekwa gerezani kwa sababu walikuwa wanataka kukomboa mji ule. Ukombozi wa mji unahitaji kujijua, na ndio maana nawapongeza wote walioniunga mkono, wametuma message kwamba baba, tuko pamoja, tunaomba kwa kufunga mwezi huu. Kuna mwingine akaniambia, baba, mimi ulipotangaza kilikuwa sijaanza rasmi, kwa hiyo nitalipa zile ambazo sikufunga siku 40 mpaka zitimie. Na kupongeza wewe ambaye ni shujaa kabisa. Kwa nini? Kunataka tufungue maisha ya watu, tuwatoe kwenye umilikwaji. Miungu inamiliki maisha ya watu, inamiliki biashara zao, miradi yao, afya zao, elimu zao, ndoa zao. Wako na dhiki, machozi, maombolezo. Nani atawasaidia? Lazima tuinuke, tutumie damu ya Yesu Kristo, tutumie nguvu katika jina la Yesu ili tuingie kivita. Mungu wetu ni mbabe, Mungu wetu anakuja kibabe. Alipoenda, leo nitaongelea zaidi Mungu alivyomwendea miungu ya Misri kibabe. Na huyo ndio Mungu ambaye tunataka kumuongea. Mungu haendi kinyonge. Mungu haendi kusujudia mizimu, haendi kuiomba, kuibembeleza tu. Anakuja kwa mamlaka, anakuja kwa wapigo, anakuja na uweza. Hivyo ndivyo tutakavyofanya miungu yote. Hivyo ndivyo tutakavyoishurutisha miungu ya familia yako, miungu ya ukoo wako, miungu inayoshikilia shughuli za maisha yako. Yote aliyekufunga, tutaenda kibabe kwa jina lake Mungu aliye hai. Atakuja, atapiga magoti, miungu yote itapiga magoti. Tutaiondolea umiliki, itaondoa kukumiliki, tutaiamuri kuachie. Iachie ardhi yako, iachie mwili wako, iachie roho yako, iachie nafsi yako, iachie akili yako, iachie mke wako, iachie mume wako, watoto wako, malengo yako, mipango yako. Tutahakikisha hiyo miungu tunaikamata, tunainyang'anya miliki, isikumiliki tena. Huu mwaka lazima Mungu amiliki na wewe, uanze kuona utukufu mpya kutoka Mungu. Lakini kabla hapo, damu ya Yesu vile na kuonyesha jambo la kuongezea. Maandiko yanasema hivi, damu hii ya kunyunyizwa inenayo mema. Lazima tuanze na hiyo damu kwanza. Damu inanena mema. Kitabu cha Mambo ya Walawi sura ile ya 4 mstari wa
wa 17, 13 wa 17 inaongelea kwamba ile damu kama taifa likifanya dhambi halafu likapata hatia na madhara yakaja, kuhani alistahili kwenda kuwaagiza walete ng'ombe achinjwe, na ile damu inyunyizwe mara 7 kwenye madhabahu, na ile kosa na dhambi yao ikaondolewa. Sasa mara 7 Mungu alikuwa ananifunulia jambo hapa. Dhambi, wewe ili ustahili kuikabili vita lazima kunyunyiza damu, na ndio maana maandiko yanasema Yesu Kristo mjumbe wa agano jipya kwa damu ya kunyunyizwa inenayo mema kuliko ya Habili. Kwa damu lazima inyunyizwe. Tunaponyunyiza, mnyunyizo wa kwanza unashughulika kuondoa dhambi yako, dhambi yangu. Kwa lazima unyunyiziwe, dhambi inaondolewa na unapata uhusiano na Mungu tena. Halafu Mungu ile adhabu zako zinaondolewa. Halafu zikishaondolewa unapewa zile haki ambazo sasa uingie patakatifu kumfikia Mungu bila kizuizi. Hiyo damu inanyunyizwa. Kunyunyiza kwa damu inakufanya wewe uingie mbele za Mungu. Lakini vile vile ikiwa umetumwa kuleta kukomboa wengine, unavishwa vazi la kivita. Na lile vazi la kivita linakuwa lina alama ya damu. Na ile vazi la kivita ambalo lina alama ya damu linaalika malaika wa kivita, ambao kuna malaika wanakuja kwa kukuokoa, kukusaidia kusamehewa dhambi. Lakini kuna namna ambayo sasa ukiwa umeitwa kutumikia wengine, kuwasaidia, vazi lile linakuwa la tofauti na malaika wanakuja. Na ndio hii inaipatikana kitabu cha Ufunuo sura ya 19 mstari wa 13. Maandiko yanasema amevishwa vazi lililochovywa katika damu, naye aitwa neno la Mungu. Ina maana sasa hapa wewe na mimi, hasa wale ambao wamekomaa na wanajua jinsi ya kusaidia wengine, hilo vazi sasa linatuandaa kwenda kusaidia wengine. Tunapovaa ile vazi ambalo limechovywa katika damu, tayari mimi nimevaa hilo vazi ambaye aitwa neno la Mungu. Neno la Mungu inafanyika hivi kwamba neno linakuwa wewe. Maandiko inasema naye neno akafanyika mwili. Kwa hiyo neno linavaa mwili ambao ni wewe. Mwili wako huwa nje, umevaa neno, na hilo neno limechovywa katika damu. Kwa Yesu, mbingu zinakuangalia, zinaangalia neno. Vazi lako ni neno. Wewe sasa ni neno ambao imevaa mwili, unaitwa kingu. Huu mwili unaniona kama kingu, na wewe unaweza kutaja jina lako, lakini si mimi tena ninayeishi, bali Kristo yu hai ndani yangu, bali neno lio hai ndani yangu. Na hilo neno sasa, kwa kuwa limevishwa ile damu, linapewa sifa. Ukiangalia mstari wa 16 ya kwamba lilikuwa limeandikwa kwenye paji lake na katika vazi lake kwamba huyu ni mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Kwa hiyo inanirudia mimi sasa, maneno haya ninayoongea yanakuwa sio maneno ya kingu, yanakuwa ni ya maneno ya mfalme, maneno ya Bwana. Na hapo ndipo sasa ninakuwa tayari kumwendea mtu aliyefungwa. Ndio naenda sasa kwa mtu aliyefungwa, naendea mizimu, naendea miungu. Wanaweza kuniona kama ni kingu wanaenda, lakini mimi najua sio kingu anakwenda, ni Mungu, ni mfalme wa ufalme anakwenda. Ninapoongea sasa wataona ni kingu ameongea, lakini mfalme anaongea. Na mfalme akiongea, ukisoma mstari ule ule wa Ufunuo 19 mstari wa 14, anasema akafuatwa na majeshi ya mbinguni. Majeshi yanafuata neno ya mfalme, wanasubiri mfalme aseme. Kwa hiyo ninapoongea kwenye ufahamu wa kifalme, ninaachilia majeshi kupeleka kwenye kambi ya miungu inayokumiliki, miungu inakutesa, inaingiliwa hapo na Mungu anakuja kupindua, ananyang'anya miliki yao, ananyang'anya miliki yao. Ninachukua nafasi ya kukukomboa. Miungu inatetemeka, miungu inaogopa, miungu inasalimu amri. Nisikilize sasa, twende pamoja kitabu kile cha Kutoka, tuangalie mifano fulani hapa. Nataka tuangalie Mungu wetu ambaye anaenda kukomboa watu wanaomilikiwa na miungu, lakini miungu hii inawamiliki kupitia mtu
anaitwa Farao. Kwa hiyo mateso yote yanayotokana na miungu imewekezwa kwa mtu. Ni kama vile ambavyo ukombozi unakufikia kupitia Mungu, lakini Mungu aliyewekeza ukombozi kwa mtu anayeongea baraka, kufunguliwa. Na hivyo miungu ya shetani huwekeza mateso, ukatili, mauti, kifo, ajali, umaskini kwa mtu. Atakapotamka, balaa inaendelea kutokea. Tukiangalia sura ya 4 mstari wa 22 na 23, Mungu anamwambia Musa, nenda kwa Farao, mwambie Farao awaachie Israeli, ni mwanangu mzaliwa wa kwanza, amwachie akanitumikie. Na kwa sababu amekuwa mbishi na anakataa, mimi nitamuua mwanae mzaliwa wa kwanza. Hapo Mungu aliongea mwanzo kwamba kutakuwa na ubishi wa watu kuachiliwa. Na hapa nataka uangalie kwa sura 2. Tunamchukua Mungu kama chukua pande zote mbili, Mungu wa kweli na Mungu wasio wa kweli. Tunataka tuangalie majanga yaliyowatokea Israeli, wana wa Misri. Mapigo ni majanga yaliyosababishwa na Mungu. Sasa upande wa pili, majanga yanayokutokea wewe yanaweza kusababishwa na miungu. Yaani mabaya yaliyowapata Israeli yalikuwa hayatokani na Musa. Musa alikuwa ni chombo cha kufungulia mabaya yale. Na vile vile waganga, wachawi wanakuwa ni funguo kufungulia magonjwa, kufungulia mateso, kufungulia vifo. Kwa hiyo miungu hutumia watu. Sasa twende tuangalie sura ya 5 mstari wa 1 na wa 2. Soma hapo. Sura ya 5 Kutoka mstari wa 5 na wa 1 na wa 2. Hata baadaye Musa na Haruni wakaenda kumwambia Farao, wakasema, Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, wape watu wangu ruhusa waende, ili kunifanyia sikukuu jangwani. Farao akasema, sikia kiburi cha miungu kinampa kiburi mtu. Bwana ni nani? Bwana ni nani? Hata nisikilize sauti yake. Hata nisikilize sauti yake. Na kuwapa Israeli ruhusa waende zao. Na niwape watu hawa waondoke hivi. Mimi simjui Bwana. Mimi simjui Bwana. Wala sitawapa Israeli ruhusa waende zao. Wala sitawapa ruhusa. Alikataa. Hutatoka kirahisi. Nataka nikwambie kitu kimoja. Wale watu ambao ndio vivu wa maombi. Maombi ndio mkono wa ukombozi kutoka kwenye mamlaka ya damu ya Yesu. Ina maana ile Musa anaenda anaambiwa, siachi mtu hapa. Ninapokuombea shetani anasema simwachi, simwachi. Ndipo mimi natakiwa nibaki imara kukuombea mpaka ukombolewe. Watu wengine wakiombea mara moja mara mbili wakisiposaidika wanasema kumbe Mungu hajanisikia. Ni ushuhuda wa mhubiri mmoja ambaye ndio alikuwa na kanisa kubwa kuliko yote duniani. Alikuwa na washirika milioni 1. Huyo ni mhubiri mchungaji David Yongicho, Korea. Aliweza kukabiliana na Mungu na miungu ya Shamaa kwa siku 30. Anaomba, yamekataa. Anaomba siku ya 30, yule mtu aliyekuwa amefungwa alikuwa amepooza, analala pale. Yaani siku ya 30 akaota ndoto anapambana nyoka. Nyoka yule anataka kumuuma na yeye anapambana naye kwa Yesu. Mwisho ile nyoka akaanguka akafa. Kuanguka akafa, yule mtu kule usiku ule akapona bila kuombewa. Alipopona asubuhi akaja na kijiji kizima wanakuja kwenye kanisa lake, lilikuwa limevaa lina kahema tu kamechoka. Sasa anakuja, kijiji kinakuja, maana huyo mtu alikuwa anafahamika sana na alikuwa amelemaa miaka mingi. Sasa alipofika pale, na mwanzoni alikuwa anamhubiria Injili, alikuwa anaikataa, anasema sitaki Yesu wako, usije tena hapa. Alikuwa anamkatalia, lakini akaendelea kuomba. Maombi kwa siku 30, yule Shamaa, ile roho, ile miungu ikasalimu amri. Iliposalimu amri akaponywa, na alipofika akasema, akamuuliza, wewe ni yule ambaye umekuwa mgonjwa au wewe ni pacha wake? Akamwambia, mchungaji usimtanie, wewe ulikuja leo usiku ukaniambia simama kitandani hapa.
Akamwambia mimi sijaja. Akamwambia hapana, ulikuja. Ndipo Roho wa Mungu akamwambia ni malaika alikwenda kwa sura yako. Ina maana ninapokuombea Mungu anaanza kuchukua sura yangu akakutokea, nikakwambia kuanzia sasa shida yako imeondoka. Huyo anakuwa ni malaika. Ndipo kijiji kizima kikamgeukia Mungu kwa sababu ya tendo hilo, lakini alikazana yule mchungaji. Na mimi nakufundisha hivyo, tusikate tamaa. Ukiombea mara 5 na 6 hata 10, kazana tu. Kuna roho linadhoofishwa mpaka likuachie. Tupambane mpaka uchumi wako inuke, mpaka utoke kwenye shida, mpaka ukombolewe. Tusivunjike moyo. Watu wanakata tamaa mapema sana. Kwa nini wakata tamaa? Tumwamini Mungu wetu. Kuna Musa alienda kwa pambana muda mrefu. Kwa nini? Alikuwa anadhoofisha miungu yote anaipiga. Ndipo watu wakatoka kwenye utumwa ule. Kwa na sisi ndivyo hivyo. Huyu Farao anasema simjui Mungu. Nasema utamjua Mungu leo. Yule kifungo, yule mzimu, yule miungu wa nchi anasema sikuachii, atamjua Mungu leo. Atamjua Yesu leo. Atajua damu Yesu leo. Ataijua tu. Si anasema kuachii kwenye hiyo shida. Anasema hutakuwa tajiri, hautapona, hautafanikiwa. Anasema atajua kwamba Yesu amekuja kwa ajili ya wewe. Utoke hapo, ufunguke hapo, uinuke hapo. Usijali, ameapa hutoki. Na Mungu anasema ndio napenda kiburi cha mtu kama huyu napenda. Sasa mstari ule, watu wakaanza kuteswa na Farao. Hata wamsikilize Musa. Ukiangalia sura ya 6, soma sura ya 6 kitabu hicho cha Matendo cha Kutoka. Mstari wa 8, Mungu anaongea, waambie nitawatoa na kuwaingiza kwenye urithi. Lakini watu wakusikiliza. Soma hapo. Nami nitawaleta hata nchi ile ambayo naliinua mkono wangu. Ndio. Niwape Ibrahimu na Isaka na Yakobo. Nitawapa ile urithi wenu. Ndio. Mimi ni Yehova. Mungu anawaambia akawaambie ile nchi ya nilioahidi nataka niwarithishe. Mstari wa 9. Musa akawaambia wana wa Israeli maneno hayo. Akawaambia maneno hayo. Lakini hawakumsikiliza Musa. Hawakumsikiliza. Kwa ajili ya uchungu wa moyo na kwa ajili ya utumwa mgumu. Uchungu wa moyo na utumwa mgumu. Kuna watu mahubiri yetu hayasikii. Hawafuati kabisa mahubiri. Shida walionao nzito. Maumivu ni makubwa. Mahubiri yamewachosha. Kuna watu wamechoshwa na mahubiri. Sasa Musa aliwahubiria watu wamsikilize. Mungu akamwambia acha kuwahubiria. Shughulika na anayewatesa. Mstari wa 10. Bwana akasema na Musa akamwambia. Ingia ndani ukaseme na Farao. Nenda kaseme na Farao kwanza, mfalme wa Misri. Ili awape ruhusa wana wa Israeli watoke nchi yake. Hicho ndicho ambacho Pasaka hii tunafanya. Hatutaongea tu na wewe zaidi. Hatutakulaumu lolote. Hatutakulalamikia lolote. Tunajua unateseka. Tunajua umekamatwa. Tunajua umeshikiliwa. Tunajua una mateso makubwa, maumivu mazito, utumwa mgumu, mambo yako yanaenda mrama, uchumi umeporomoka, afya imeporomoka, ndoa yako imeporomoka, kila kitu kimeporomoka. Hiyo hatukulaumu. Tunamwendea shetani, tunaiendea miungu, tunaendea watesi, tunamwendea. Mungu akamwambia mwendee Farao anayewatesa watu, mwendee. Nataka kumfundisha adabu. Nataka tuifundishe adabu. Miungu yako tunaifundisha adabu. Na siku ya kesho tutashughulika hatua kwa hatua. Kuna watu wanaandika message wamenitumia mpaka simu imekaribia kujaa. Nitakutajia leo namba nyingine yenye nafasi kubwa utume. Nitakutumia baadaye. Sasa sura ya 7 mstari wa 1, Mungu anamwambia nimekufanya kama Mungu mbele ya Farao. Mbele ya Farao. Sisi tumevishwa kama Mungu. Tumepewa neema sasa. Na kuanzia leo utatembea kama Mungu mbele ya mzimu, mbele ya Mungu wa nchi, mbele ya mchawi, mbele ya mganga, mbele ya mikosi, mbele ya adui yako, na kuvisha mamlaka. Pokea mamlaka na vazi la kimamlaka ambalo shetani akikuona atamuona Mungu. Kumbuka nimekwambia na neno akafanyika mwili. Yesu anakaa ndani yangu. Shetani hajui hilo. Anaponitazama anamuona Yesu, anamuona Mungu. Kwa unapotokea anamuona Mungu ametokea. Na wewe vile vile kama Yesu yuko ndani yako, ukitokea kwenye kambi ya shetani, kwenye mamlaka za giza, kwenye madhabahu za mapepo, kwa wachawi na mizimu na waganga, wataona Yesu kaja.
wataona Yesu katokea, na wataona nuru kali kama umeme, wataona upanga ukitoka katika hili, wataona kama moto umeshukia. Maana wao watatokea kama moto, utawatokea kama moto, sio wewe, ni Mungu atatokea. Sasa Mungu akasema, ngoja tuonyeshe hapa. Miungu tuishughulikie kwanza. Miungu tuishughulikie kwanza. Sasa miungu hii nimekwambia ilikuwa ina majina mengi. Mungu akasema kwanza tupa fimbo iwe nyoka. Alipoitupa ikawa nyoka. Alikuwa anataka kushughulika na Mungu nyoka. Wale miungu, Farao akasema hiyo tu, hiyo ndogo sana hiyo, usinitishe na mjiza wako wa nyoka. Akaita wachawi, unaona? Akaita wachawi. Wachawi wakatupa fimbo zao zikawa nyoka. Piga hiyo picha. Ni miungu. Miungu unapoanza kushughulika nao, na yeye bado na nguvu zao, ikawa nyoka. Lakini nyoka wa Musa, Haruni, ikameza vinyoka vyao. Miujiza yoyote ambayo shetani anaileta kwako itamezwa na muujiza unaotoka kwa mamlaka ya damu ya Yesu Kristo. Kwa usiogope. Baadaye akaanza kuwa na kiburi, akasema na kufundisha darasa. Mungu akasema kuna Mungu anaitwa Mungu ambaye yuko kwenye mito, Mungu wa mto. Mungu akasema, sasa hapo naanza kukuonyesha jambo. Majanga yakaanza kuitokea Misri, lakini majanga haya yanasababishwa na Mungu. Sasa wewe chukua upande ule wa pili. Majanga ambayo unapitia wewe, sasa chukua hayasababishwa na Mungu wa kweli. Mizimu ambayo ni miungu, na yenyewe inaweza kuumba maajabu, majanga yakakutokea. Sasa ninapoongelea upande huu wa Mungu kusababisha mambo, wewe chukua upande huu wa pili ambao miungu na yenyewe inafanyaga mambo kama hayo, inaletaga mambo mabaya kama hayo. Sasa angalia, Mungu akamwambia Musa, amuru maji yawe damu. Ghafla ikawa damu. Wachawi wakafanya maji nao kuwa damu. Farao kaendelea kuwa na kiburi, bado amepigwa. Huyo ni Mungu wa maji amepigwa. Halafu Mungu akamwambia, sasa kuna Mungu chura, amuru machura yatoke huko yaje mpaka kwa Farao, yakae mpaka kitandani. Machura yote yakaja kwa nyumba za Wamisri wote. Matatizo sana, mbona wachura wamezidi mtaani? Ni pigo fulani. Unaweza sema mbona mapanya yamekuwa mengi nyumbani kwangu mpaka kitandani? Una mapanya yako kwako yametumwa. Unaona ni panya ya kutazama hivi linachuka. Wala ile panya mbona waajabu sana hawa. Hajiogopi ile nitazama. Ni mchawi ameingia. Yuko hapo miungu. Usipotumia mamlaka yatabaki hapo. Hiyo kuna ushuhuda mzuri kabisa wa askofu mmoja mkuu pale Malawi, ambaye Mungu alikuwa mtumia sana kupita kawaida. Kuna wakati nyumba yake iliingiliwa na mapanya mengi, yani mengi hata 100. Kila mahali mapanya yamejaa. Sasa alipokwenda kuomba, akaambiwa yao sio panya, hizo ni mapigo, ni miungu imekuja huko. Akaomba, akatumia damu Yesu, akayafukuza. Alipoyafukuza mapanya yote yakaenda kwa jirani yake. Yalipoambia kwa jirani yake, jirani yake asubuhi anasalimia, anasema, hivi umeshagundua kwamba siku hizi kuna panya wengi sana katika maeneo yetu? Akamwambia mimi sijui. Akamwambia nyumbani kwamba mapanya wameingia ghafla wengi. Akajua wamehamia kwake. Akamwambia basi mimi sijui, kwangu hamna kitu. Akajua kumwambia Mungu, kumbe ni wapanya, ni wachawi. Kuna wachawi wanavaga mili wanakuja kwako. Sasa angalia, mavyura hapakuwa mavyura kawaida, yalitumwa na Mungu yakaenda. Hata waganga hutuma miungu yao, hutuma mabaya yao, yanakuja kama nyoka, yanakuja kama mijusi, yanakuja kama paka, yanakuja kama viumbe, yanakuja kwako hapo, yanakuletea shida. Kwa lazima uwe makini na kupinga kazi ya shetani. Ikapita hiyo. Ikapita wachawi na wenyewe walifanya, waleta chura. Unaona wana uwezo, wakaleta chura. Mungu akasema hiyo bado hicho. Akaenda chawa. Chawa mchanga wote kwa chawa, mpaka Farao mfalme amejaa chawa mwili mzima. Sasa hapo waganga wakajaribu kashindwa. Mchawi ana viwango vya kufuatia kuigiza. Mizimu na miungu ina kipimo cha kuigiza. Unapokazana, ukiendelea, ndio maana unapoomba unasikia kama vile hali bado mbaya, unasikia vitu vinaharibika. Lakini ukikaza uzi,
Waganga huwa wana speed fulani tu, wanainua mikono, wanasema basi siwezi tena. Chawa wakawa kila mahali, mpaka waganga wenyewe walijaa chawa. Wakasema, wakamwendea Farao wakasema, hiki kitu huyu Mungu ana nguvu kuliko sisi. Waambia watu waende zao. Farao akawa na kiburi bado. Mungu akamwambia Musa, bado peleka mainzi. Mainzi yalijaa kila mahali. Sasa kumbuka, ni majanga yanatokea kama ambayo yanakutokea wewe. Unashangaa kuna jambo hili limetokea na hili limetokea. Hayo yote kama miungu bado inakutawala, yanakuletea shida. Lazima tuifagie. Ndio ninasema tuondoe umiliki, yasikumiliki tena, yaondoke katika maisha yako. Lazima tuondoe umiliki wa miungu yote kwa jina la Yesu. Chochote ambacho kinaleta uharibifu kwako tunakiondoa. Sasa ile machawa yale mainzi yalipokuja, akalegeza uzi kidogo, akasema basi nendeni mkaabudu kwenye nchi hii tu, au nendeni watu wazima peke yenu, lakini muache watoto na vitu vyote. Musa akasema haiwezekani. Wokovu wa masharti. Kuna watu wanapewa wokovu wa masharti. Okokeni, lakini acheni watoto hawataokoka. Acheni utajiri, hamtakuwa tajiri. Bakini na maombi tu. Bakini tu na kuenda kanisani, lakini mtakuwa watu walokole maskini. Na walokole wengi wako hivyo. Wamejaa, wanaomba tu. Wanaenda kwenye kanisa, lakini wameambiwa watoto hawataokoka na mali ya mbebi. Musa akasema hapana, hatuondoki mpaka tuondoke na watoto na mali. Farao akasema basi ondokeni. Nikakataa. Akawafukuza. Alipofukuza, mapigo yanaendelea. Mungu akamwambia peleka majipu. Sasa ni magonjwa ghafla, kuna ugonjwa, watu wa majipu nchi nzima, Misri nzima, isipokuwa wana wa Israeli hawana majipu. Mpaka waganga Biblia inasema wakashindwa kusimama, majipu yamewashika mahali. Mpaka Farao mwenyewe. Usicheze na Mungu. Unapoangalia upande wa Mungu, hata shetani hutoa magonjwa. Miungu huleta magonjwa. Kwa si kila ugonjwa ni wa kawaida. Kuna miungu inaleta magonjwa. Lazima tuiamuru iakuachie. Haya, baada hapo akasihi, Mungu akawaponya. Wakabaki na kiburi. Mungu akamwambia peleka mvua ya mawe ipige kila kitu. Kabla ya mvua akamwambia tupige uchumi wao, wanyama wote wafe. Akapeleka ugonjwa ukaua wanyama wote. Unaona uchumi unaondoka. Biblia inasema farasi, punda, ng'ombe, maana yake magari yakapinduka. Maana magari ndio farasi za vita hizo. Punda maana yake ndio magari wakati ule. Magari yote yakaharibika, ndio maana yakafa. Ng'ombe ndio utajiri ukaangamia. Ondoa kila kitu. Unashangaa utajiri wa mtu umepukutika hivi. Kuna nguvu ya kuzimu ya miungu inanyonya. Unaona majanga yametokea, yamekula pesa zako zote. Benki yako yote imekwanguliwa. Matatizo yanapotokea yanafyeka pesa zako ili uwe fukara. Mungu alikapiga hizo miungu, akapiga utajiri ule. Bado akawa na kiburi. Mungu akamwambia leta mvua, piga mawe, mvua ya mawe, piga. Mvua ya mawe ikapiga. Mpaka Farao akasema basi nendeni na watoto wenu, lakini acheni utajiri, acheni mali. Musa akasema hakuna wokovu masharti hapa. Hatuondoki na watoto tuache utajiri. Usikubali kuondoka na watoto ukaacha utajiri. Lazima tuondoke na ukamilifu. Farao akasema basi kama hivyo haiwezekani. Mungu akamwambia peleka nzige, ile vitu vyote, kila kitu cha shambani kiliwe na nzige. Nzige wakategia mazao yote. Nchi ikafilisika kabisa. Tunataka tumfilisi adui. Tunataka leo yote na kushikilia. Leo tutamshikisha adabu. Tutamfanya kuwa tupu. Tutamfanya kufedheheka. Tutamvua nguo zake, nguo za mali, nguo za heshima, tutamfedhehesha leo. Kwa jina la Yesu tushikane pamoja. Mungu ametukumbuka, majibu ni sasa. Yesu ameshuka kwa damu yake ya thamani. Lazima tuhakikishe utukufu wa Bwana umeingia nyumbani mwako, umeingia shambani mwako, kwenye biashara yako, kwenye miradi yako, kwenye afya yako, kwenye ofisi yako, kwenye kampuni, kwenye mke wako, kwa mume wako, watoto wako. Lazima tuwafungue watoto wako, tuwalinde, tumlinde mume wako, mtoto wako, tulinde uchumi wako. Lazima tupige miungu, tuipindue, tuinyang'anye utawala wa miliki yote, ili Mungu aliye hai akupandisha katika jina la Yesu. Muda wangu unanitupa mkono sasa. Wewe nimeenda kwa haraka kidogo ili nifike point ninayoitaka. Baadaye Mungu akamwambia peleka giza siku 3. Hakuna mtu kusogea.
majanga haya ni ya miungu. Lazima tushughulike na miungu inayoleta majanga maishani mwako. Usiwe ni mtu mvivu, usiwe mtu mvivu, au usijifanye kwamba huoni mambo yanavyoenda. Na ni ajabu sana watu ambao wana matatizo ndio sio waombaji, watu wasio na fedha ndio sio waombaji. Yaani watu ni shetani mwekea uvivu ule ukitiliza. Nilikuwa naongea na watu fulani, nauliza nyinyi mnaombaga na mgani? Hawaombi. Lakini pesa hawana, mali hawana, lakini wale ambao wana vitu vyote, chakula kipo. Hapa nikitaka kula chochote, hata nikitaka kula sahani moja 200,000 nanunua, naweza, lakini nafunga. Lakini mtu hana hata 1,000 hafungi. Hana hata gari, ufungi. Hata nyumba hana. Mimi nina nyumba, nina gari, nina mashamba, hivi lakini nafunga. Kwa nini? Kwa sababu najua hivi vitu vinashikiliwa na Mungu, na vitaletwa na Mungu, vitalindwa na Mungu, vitatajirishwa na Mungu. Sasa watu wengine wamekaa kiasara sasa. Ukiwaambia tuombe, mambo haya ya kusumbuana, ombeni wenyewe. Lakini unabaki hivyo siku zote. Unatamani maisha yako. Lazima uamke hapo ulipo. Ujue kanuni za Mungu. Mungu hana upendeleo. Mungu anataka kuinua maisha yako, akusaidie. Pigo la mwisho ndio pigo hilo la damu. Farao akasema bye bye, achukua na utajiri wenu na kila kitu. Lazima tutoke na utajiri. Miungu inasalimu amri kwa jina la Yesu. Miungu tunainyang'anya umiliki kwa damu ya Yesu. Miungu inakuachia kwa damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu, kesho nitakuwa na kuombea, tutakuwa na maombi. Nitakuomba utume tena uone mahitaji mbalimbali, haswa yale ya urithi. Kama kwenye familia yako kuna vitu ambavyo mmerithi, pengine umaskini, pengine magonjwa fulani, pengine ukichaa, au hamuolewi, hamuoi, au maisha yenu watu wanakufa mapema, kuna laana mbalimbali, kuna mambo ya ulevi, kuna mambo ambayo watoto wanakufa tumboni, kuna utasa kwenye familia, kuna mambo ya uchawi, kuna wachawi, kuna waganga, kuna mambo ya kutambika, kuna mizimu. Hayo yote ni laana, ni mambo ya mabaya. Utume message kwa namba ambayo nitakupa baadaye ili tushughulike nayo kesho. Kesho tutafanya jambo kubwa sana kwa ajili yako. Huu ni upako mara 2. Upako huu ni upako wa Musa wa kututoa kwenye mikono ya adui. Lakini upako mwingine ni upako wa Yoshua, ambao hebu soma Yoshua sura ya 11 mstari 23, ndio nitamalizia hapo. Nayo nasema, basi Yoshua akaitoa hiyo nchi yote, sawasawa na hayo yote Bwana aliyokuwa amemwambia Musa. Ndio. Yoshua naye akawapa Israeli kuwa ni urithi wao. Sasa Yoshua ukiangalia alienda naye akakutana na wafalme, miungu kama 31 inaomiliki mataifa 31. Sasa wakagoma, huko wameshatoka, lakini wanagoma wasiingie. Kwa hiyo kuna upako kutoka kwenye shida na kuna upako kuingia kwenye nafasi ya utajiri. Sasa kuna upako wa Musa kukutoa kwenye vifungo, lakini kuna upako wa Yoshua wa kumiliki. Lazima viende pamoja. Lazima tuende pamoja. Na nilikwambia Mungu alipa maono, nilishika fimbo 2. Fimbo moja ya Musa na fimbo nyingine ya Yesu Kristo. Maana yake neema, Yoshua ndio Yesu mwenyewe. Hii ni upako wa kuwatoa watu kwenye vifungo, na huu ni upako wa kuingiza watu kwenye utele na umiliki zao. Yoshua alishinda wafalme 31, hakupoteza vita, aliwachakaza wote, akanyang'anya nchi zao zote, akamilikisha Israeli sawa sawa na ahadi aliyopewa Musa. Lazima tuwe na upako. Tunaingiza watu kwenye baraka zao, waingie watu kwenye furaha zao, waingie watu kwenye utele, watu waingie kwenye mema yao. Lazima hata aliye mbele yako tutahakikisha anaachia njia. Hata bahari itaachia njia, jangwa itaachia njia, upinzani utaachia njia. Hakuna kitakacho kushinda mbele. Vita ndio iko mbele, lakini wataachia njia wote. Kuna upako wa kumaliza adui yako aliye mbele. Adui ya nyuma tumemmaliza, na adui aliye mbele tutampiga mpaka tumiliki. Utaishi maisha marefu, utamiliki mali, utamiliki pesa, utamiliki afya, utamiliki miradi, utamiliki ustawi kila mahali. Tunaamini pamoja upako wa Musa na upako wa Yoshua. Ni upako wa kutoka katika utumwa na upako wa kuingia kwenye urithi. Mungu akujalie. Miungu yote leo tunaiamuru kwa jina la Yesu
inaondoka kwenye kukumiliki, inakuachia kwa damu ya Yesu. Iachie maisha yako, iachie maisha yako. Miungu sikia, achia mtu huyo, achia roho yake kwa jina la Yesu, achia roho yake kwa damu ya Yesu, achia roho yake kwa damu ya Yesu, achia nafsi yake kwa damu ya Yesu, achia nafsi yake kwa damu ya Yesu, achia nafsi yake kwa damu ya Yesu, achia mwili wake kwa damu ya Yesu, achia mwili wake kwa damu ya Yesu, achia mwili wake kwa damu ya Yesu, achia afya yake, achia afya yake kwa damu ya Yesu, achia pesa zake kwa damu ya Yesu, achia pesa zake kwa damu ya Yesu, achia pesa zake kwa damu ya Yesu, achia mali zake, achia mchumba wake, achia mke wake, achia mume wake, achia watoto wake, achia uzao wake kwa damu ya Yesu, achia uzao wake kwa damu ya Yesu, unaachia uzao wake kwa damu ya Yesu, achia makampuni yake, achia kibali chake, achia maisha yake, achia katika jina la Yesu. Kila miungu na kunyang'anya huyo mtu, na kunyang'anya nyumba yake, na kunyang'anya pesa zake, na kunyang'anya hatima yake, na kunyang'anya leo, na ipindua, na achilia mapigo yashuke kama alivyoshuka Misri, yapige miungu yote ipigwe kwa jina la Yesu. Na Mungu akufanye kama Mungu mbele ya shetani, kama Mungu mbele ya Farao, uwe kama Mungu mbele ya Mungu Dagoni akabomoka. Kabla tumalizie leo mstari, Dagoni akavunjika. Na mimi leo nakupatia vazi lililochovya damu ya Yesu. Wewe uwe kama Mungu mbele ya miungu, mbele ya mapepo, mbele ya wachawi, mbele ya mizimu, mbele ya waganga, mbele ya laana. Kama Mungu, miujiza ya Bwana ikufunike. Adui akabomoke, adui akavunjike, miungu ikavunjike, miungu ikavunjike. Kwa damu ya Yesu ivunjike, usiku wa leo ivunjike, miungu ivunjike. Useme amina hapo unaposema miungu yote inayokuzunguka ivunjike, miungu ya kabila lako ivunjike, miungu ya familia ivunjike, miungu ya familia yako na ivunja, miungu ya ukoo wako na ivunja, miungu ya ukoo wako na ivunja kwa damu ya Yesu, miungu ya kabila na ivunja. Kila miungu iliyofuatilia maisha yako na ibomoa na ivunja kabisa, inakuachia uweza wake wote na uharibu. Naondoa miungu yote kwa damu ya Yesu Kristo, inakuachia na ibomoa kama vile neno hili linalokuja. Soma hiyo maandiko tumalize hapo. Samuel wa kwanza sura 21, sura ya 5 mstari wa kwanza. Samuel wa kwanza tunamalizia leo andiko. Samuel wa kwanza sura ya 5 mstari wa kwanza hadi wa 3. Basi Wafilisti walikuwa wamelichukua sanduku la Mungu. Ndio. Wakaenda nalo kutoka Ebenezeri hadi Ashodi. Sanduku la Mungu ndio wewe. Jichukue sawa. Kumbuka wewe ndio kama Mungu. Wamekuchukua, wamekupeleka kule ulikokuweka. Wafilisti wakalichukua sanduku la Mungu, wakalitia katika nyumba ya Dagoni, wakaliweka karibu na Dagoni. Wamekuweka kwenye miungu. Dagoni ni mungu wa Wafilisti. Wamemweka pande huyo mungu wa Wafilisti ambao Goliathi alikuwa anatamba naye. Na watu wa Ashodi walipoamka alfajiri siku ya pili, kumbe Dagoni imeanguka chini kifudifudi. Nasema leo mizimu ile, miungu ile ya kabila ya ukoo ianguke kifudifudi kusudia hapo. Yaani wamekuficha huko, wamekufunga, sasa inakusudia huko. Mbele ya sanduku la Bwana wakaitoa Dagoni, wakaisimamisha. Wakaiinua tena Dagoni mbele ya wewe. Nakumbuka wewe ndio sanduku la Bwana leo, na ukumbuke wewe ni sanduku la Bwana, wewe ni kama Mungu. Hata walipoamka kesho yake asubuhi, kumbe Dagoni ilikuwa imeanguka chini kifudifudi mbele ya sanduku la Bwana. Ndio. Na kichwa chake cha Dagoni na vitanga vya mikono yake vyote viwili vimekatika. Sasa na kichwa tunakiondoa. Kichwa cha huyo Mungu kata kichwa cha Goliathi kata. Kichwa cha Dagoni kimekatika na mikono imekatika, mbao kiwiliwili. Mungu huyo amekwisha kazi. Tumemmaliza mungu mbaya. Huyo miungu tumeishurutisha, tumeikatakata leo, inakuachia. Mstari wa 6 na 7, hata wao wakagundua sasa hapa Mungu huyu ni mbabe. Huyu Mungu wako ni mbabe, amekata Mungu wa watu. Haleluya. Una Mungu mbabe wewe, una Mungu shujaa, una Mungu mwenye nguvu. Soma. Lakini mkono wa Bwana ulikuwa mzito juu ya watu wa Ashodi. Mkono ulikuwa mzito akawaharibu, akawapiga kwa majipu huko Ashodi na mipakani mwake. Kisha hao watu wa Ashodi walipoona ilivyokuwa, wakasema hilo sanduku la Mungu wa Israeli. Maana yake wewe hilo sanduku la Mungu jiweke wewe. Yaani wewe yule adui aliyekushikilia, sanduku ni Mungu. Wewe ni kama Mungu mbele ya Dagoni, mbele ya mchawi, mbele ya laana.
Sawa, endelea. halitakaa kwetu. Huyu mtu hatutakaa kwetu, tumwache huyu mtu, hawezi kukaa hapa. Kwa maana mkono wake ni mzito juu yetu. Mkono wa Mungu umekuwa mkali sana kuhusu sisi kwa sababu ya huyu mtu. Na juu ya Dagoni Mungu. Hata Mungu wetu amepigwa na kutabiria wewe, miungu iliyokushika, wachawi, mungu wa kichawi, mungu ya kiganga, mungu ya mizimu, kwa kuwa wamekufunga, kwa kuwa wamekushikilia, na amuru kimamlaka ya damu ya Yesu na jina la Yesu, nguvu ya Mungu ianze kuwapiga, iwapige majipu, iwatese, iwashikisha adabu. Hata mungu wao tunamkatakata, tunamuondolea awe kiwiliwili kwa jina la Yesu. Mungu akubariki. Mungu amekutendea jambo kubwa. Nasikia raha moyoni mwangu. Aliyekuwa anakuliza analiza sasa, analia mwenyewe. Aliyekuwa anakufedhesha tumemfedhesha. Aliyekuwa anakuaibisha tumemwaibisha. Aliyekufanya uwe si kitu sasa unatokea kama shujaa. Mungu akubariki na mbaraka wa mbinguni. Usiku huu ni mwema kwako. Bwana atunze maisha yako, atunze hatima yako, watoto wako kama unao watunze, na kama huna ndani ya tumbo lako upewe watoto, ukapate watoto wenye heshima kubwa duniani. Na kama wewe ni mwanaume uinuliwe sana, upewe uzao ulio mwema kwa huyo mke, na kama hujaoa utapewa mke mzuri utamuoa kwa damu ya Yesu Kristo. Ulinzi mkuu wa Bwana ukufunike. Bwana akutunze na akupe neema katika jina la Yesu. Damu ya Yesu kuzingire, na damu inene mema, maisha marefu ya furaha, ya afya, ustawi na mema. Pokea kwa jina la Yesu. Kama umepokea sema amina. Vizuri sana. Na kupatia namba yangu sasa kwa wale tu ambao wanaona kuna malaana ya ukoo, kuna magonjwa ya urithi, kuna matatizo yanatokea kwenye familia. Sasa chukua namba hii. Hii ni namba mpya, iandike pole pole. Ni 0794. Meishika bila shaka. Meishaandika mpaka hapo. Haya, 74 75 80. Hii ni namba mpya. Na kutajia tena 0794 74 75 80. Tuma mahitaji yako ili kesho alika watu wengi. Kesho nitaongea kidogo kama dakika 10 hivi. Tutatumia muda mwingi wa maombi kushughulika na miungu, na nitaendeleza wiki nzima ijayo kuhakikisha hii miungu tuipige. Musa aliipiga siku nyingi mpaka ikasalimu. Tusifanye kidogo kidogo, tusifanye kizembe, tuhakikishe tunasimama. Sasa naomba ucomment hapo. Kama Bwana ametenda jambo, andika comment yako hapo. Lakini kama nilivyoongea na kusema neno hili limetokea kwako, useme amina tu. Yote yatakuwa yamekuwa yako. Miungu yako, je, unaamini ya kwamba tumeiondolea miliki? Sema amina. Comment hapo, sema amina. Na miungu yako yote tumeiondolea umiliki kwa jina Yesu Kristo. Basi muda umenitupa na umeisha, na nimezidisha tayari dakika kidogo. Univumilie kuzidisha dakika kidogo. Nikuage. Kesho saa 4 tukutane kwa maombi ya kukomboa, ya kubariki, ya kuinua maisha yetu. Asante sana. Nimekuaga. Tukutane kesho tunaposikia kawimbo wako, lakini nimeshakuaga tayari. Bye bye.